Bwana, nilikwambia kuna nyota mwingine wa Simba tunakwenda kumwangalia, ikiwa ni report kutokea hapa Rwanda, ambapo Simba wapo na michuano ya Sekafa inaendelea. Singida Black Stars, wawakilishi wengine kutoka Tanzania bara, pamoja na KVZ kutoka Zanzibar. Hizo timu tatu za Tanzania. Nini ambacho kinaendelea kutokea katika uwanja wa mazoezi? Moja ya nyota ambaye anafanya vizuri katika eneo hilo ni pamoja na Ibrahim Doumbia. Yes, Ibrahim Doumbia, nyota wa kimataifa wa Mali, mfungaji bora msimu uliopita wa ligi kuu ya Mali, magoli 17, akiassisti mara 4, goals involvement ni 21 kwa striker. Ni performance nzuri. Sasa Ibrahim Doumbia huyu ni nyota ambaye ameingia kwenye kikosi cha Simba, lakini Steve Barker akaamua kumpa nafasi licha ya kuto train katika mchezo uliopita. Aliingia na alienda kucheza vizuri. Kwa jicho la kucheza vizuri, ukiangalia alicheza vizuri kwa sababu alipoingia yeye Doumbia, unaona performance ya timu ya Simba ilikuwa bora zaidi, iliimarika zaidi, na anasema hivyo kwa sababu kuna booster fulani limeongezwa kwenye kikosi cha Simba. So kwenye ule mchezo, Ibrahim Doumbia, miongoni mwa silaha yake kubwa ambayo yuko nayo ni uwezo wa kucheza aerial balls, kucheza mipira ya hapa juu, kucheza mipira ya kichwa. Hiyo ni silaha kubwa ambayo pengine watu wengi hawajapata nafasi ya kuiona. Mimi nimeiona kutokea katika uwanja wa mazoezi kwa kile ambacho yuko nacho. Mtamuona, of course, mtamuona, na mimi huenda Steve Barker akamwanzisha katika mchezo wa leo hii ambao Simba wanakwenda kucheza na Jamusi ya Sudani Kusini. Kuna uwezekano mkubwa wa Doumbia kupata nafasi ya kuanza. Yes, sasa ukiangalia kwenye kikosi cha Simba, uwepo wa Ibrahim Doumbia pale plus fullback wao, unajua kuna quality imeongezeka kwenye Simba. Nathaniel Chilambo, fullback wa kushoto, ambaye fullback wa kulia. Chilambo anacheza kote, anaweza kucheza kulia, anaweza kucheza kushoto. Akitokea kulia Shomari Kapombe, akitokea kulia upande wa kushoto Kibabage, akina Anthony Mligo, hao ni fullback ambao wanaenjoy kusogea juu. Sasa huenda Steve Barker, kutokana na hii strength ambayo yuko nayo huyu Doumbia, na strength hii sio tu ndani ya Simba, hata alikotokea huko, na uwezo wake mkubwa kucheza mipira ya juu, maana yake huenda akabadilisha mazingira. Kwa namna gani? Najaribu kumwangalia Steve Barker katika angle mbili, katika mazingira mawili tofauti. Mafullback wake na mawinga wanaweza kutumia access mbili za kumwadhibu mpinzani kwa kutumia standing striker ambaye anasimama kule juu katika safu ya kushambulia. Steve Barker anaweza akatumia cutback passes au V passes, kwa maana ya mchezaji anasogea katika half space alafu anarudisha mpira ndani ya box ya 18. Pale ukipata striker hodari na hatari mzuri kwenye scoring art, anakumaliza. Sasa Doumbia katika mchezo uliopita dhidi ya Mogadishu City, hiyo nafasi alipata. Niko ambacho nakizungumzia, alikipata 2 times. Pasi moja aliyekewa na Kheleso Mahwalwa, aliyekewa mpira hivi kutoka from behind, lakini bad luck, hakufanikiwa kuimaliza vizuri, akaenda nje, akawa amekaa sana pale chini akiwa na alamika kwa maana kukosa ile chance. Lakini eneo la pili ni ile pasi ambayo ilipitishiwa na Clatous Chama. Baada ya 1-2 zilivyogongwa, Chama akasogea ndani ya box, akamwekea pasi Doumbia, akaupiga ule mpira. Unajue Doumbia alifanya mikimbio kutokea katika blind position, nyuma ya mgongo wa mpinzani. Alipita pale nyuma, akafanikiwa kwenda kuupata yeye mpira wa kwanza, lakini alivyoupiga isivyo bahati, mpira ukaenda kula chuma, ukarudia tena ndani. Maana yake sasa hii ni plan ya kwanza, plan ya kupiga hizi cutback passes, plan ya kupitisha pasi fupi katika boxi. Plan ya pili inaweza kawa ni cross. Good thing Simba wana mawinga mahodari. Huyo Kheleso Mahwalwa, Anse Ura,
Clatous Chota Chama mwenyewe pia. Of course Chama naamini this campaign atakwenda zaidi kucheza akitokea nambari 10, yani hatoenda wide zaidi akitokea kwenye nambari 10. Kwa hiyo na kazi yake yeye ni kuhakikisha huyu Dumbia au Selemani Mwalimu ambao watakuwa pale juu wamesimama wanapata huduma za kutosha ili kuweza kuweka mpira wavuni. So plan ya pili inawezekana kuwa ni crosses. Crosses zikipigwa sasa, Dumbia kwa sababu ana strength nzuri ya aerial balls, kucheza mpira ya kichwa, maanake hii inakuwa advantage ya ziada. Anaweza kunod na kuhakikisha Simba wanapata magoli. So leo tunaweza kuona kitu gani ambacho Steve Barker anakuja nacho katika uwanja wa mechi. Tunasubiri kuona hicho kitu, lakini mazoezini Dumbia ni kwa macho meupe ni moja ya nyota ambao ana work rate nzuri, na ikumbukwe ndiye mchezaji mrefu zaidi kwa wachezaji wote wa Simba. Yani ni kwa macho tukiangalia hata wanavyo train unamwona huyu ndio mchezaji mrefu zaidi, na huo urefu wake ni advantage ya kucheza mipira ya juu. So katika mchezo wa leo ni mchezo ambao naamini yale yaliyokuwa yanazungumzwa kumhusu Dumbia, unajua baada kukosa chances katika ile mechi iliyopita, watu walizungumza kuhusu performance. Naamini leo ni muda ambao anakwenda kuprove zaidi, anakwenda kuonesha kitu kikubwa zaidi. Ni imani yangu, tunasubiri tu muda ufike ili tuone iko ambacho tunakisema kutokea hapo. Lakini mbali na hapo, nyota wengine wa Simba ambao bado performance yao ni ya kuridhisha na wanaonesha ana kitu kikubwa sana ni yule winga Keleso Mahwalwa. Keleso Mahwalwa bwana, yule mwamba ni winga tena typical, sio winga typical, winga ambaye ana skills nyingi, ana vitu vingi sana mguuni. Uwezo wa kukimbia kwa maana ya passing yake ni kubwa, uwezo wa kucut in, yani anaweza kukimbia alafu akaingia ndani mwenyewe na mpira, uwezo wa kuchonga crosses ni kitu kikubwa sana ambacho iko nacho. Kwa hiyo kuna faida ya ziada katika huu usajili ambao Simba wameufanya so far tunapozungumza. Lakini naamini kwenye kikosi chao, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata, ni kwamba bado hawajamaliza kusajili. Bado mnyama hajamaliza kusajili, huenda akashusha kifaa kingine katika kikosi chake kwa ajili ya kuboosti performance ya timu kwa ajili ya msimu unaokuja. Lakini pia matumaini yao mnyama ni kubeba ubingwa wa Sekafa. Kibeba ubingwa wa Sekafa manake inakuwa tarehe 7. Tarehe 8 ndio Simba Day. Tarehe 8 ndio Simba Day. Hiyo ni topic ambayo tutakuja kuizungumza vizuri sana hapo mbele. Lakini tarehe 8 ni Simba Day, manake kama watakuwa wanaingia uwanjani na taji lao itakuwa ni kitu kikubwa sana. So far tunapozungumza mazingira ndio iko hivyo, kutokea katika uwanja wa mazoezi wa Simba kutokea Kigali hapa. Leo ni karata nyingine kwa wekundu wa Msimbazi kuelekea this campaign, kuelekea mchezo wa Sekafa Kagame Cup. So wewe shabiki wa Simba, iombee heri timu yako. Wewe shabiki wa Jamus pia iombee heri timu yako. Lakini naendelea kurudia tena kuzungumza kwamba Jamus ni timu inayotokea Sudan Kusini, lakini sio timu dhaifu. Ni timu ambayo ina qualities uwanjani. Some good players nilishawahi kuwataja, narudia tena. Wana mfungaji bora msimu uliopita wa ligi kuu ya Mauritania, wana mfungaji bora wa ligi kuu ya Kenya, wana MVP wa ligi kuu ya Rwanda, wana best player wa ligi kuu, miongoni mwa best players of course ya kushinda hiyo tuzo, wa ligi kuu ya Uganda. Wana wachezaji kutoka mataifa mbalimbali ya West Africa. Kwa hiyo kikosi chao kina pool kubwa la wachezaji kutoka maeneo mbalimbali. So Jamus sio wepesi, yani ibakie hivyo kwamba Jamus sio wepesi, lakini Simba ni nyundo nzito kwa Jamus. Yani tukija kuangalia profile, tukija kuangalia hata hao wachezaji wa Simba na profile ya Simba ya timu yao tu Novaro, profile ya Simba ya michuano hii, Jamus ni timu ya hivi karibuni, ya miaka hivi karibuni. Imeanzishwa mwaka 2019. Yes, kama nakumbuka vizuri ni mwaka 2019 hapo ndo imeanzishwa. Na unajua Sudan Kusini huu msimu uliopita ndo ulikuwa msimu wa pili kwao, ile professional league and top flight, kucheza top flight ulikuwa ndo msimu wao
wa pili. Watu wengi wa Sudani Kusini inawezekana akawa wanaikumbuka Zalan ambayo aliwahi kucheza na Young Africans. Zalan ile ni timu ambayo ilichukua ubingwa wa FA Cup. Haikuwa ligi kuu, yani haikuwa timu ya ligi kuu. Ilibeba ubingwa wa FA ndio ikaenda kushiriki michuano ya Confederation for that campaign ambayo walikutana na Young Africans. Young Africans wakawatoa Zalan, wakaenda hatua inayofuata, wakakutana na Club Africain ya Tunisia, wakaitoa Club Africain. Baada ya hapo wakaenda group stage, wametoka group stage wakaenda robo finali, nusu finali mpaka finali dhidi ya USM Alger na wakapotezea hapo. Anyways, hilo ndo kubwa zaidi kutokea katika uwanja wa mazoezi wa Simba kutokea Rwanda, Kigali. In Kilo Finest. Hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Bye bye.